Online TV. Hawa ndugu zetu Antoni na Ana ni wapendwa wetu katika Kristo, kwa maana kwamba waliamini katika Kristo, na basi baada ya kuamini kwao wakabatizwa wakaingizwa katika kanisa kwa sakramenti ya ubatizo, na masakramenti mengine waliendelea kuyapata. Lakini basi kubatizwa tu, kuingizwa katika utaratibu wa kanisa haitoshi. Kama haufuati utaratibu wa kanisa haitoshi kubatizwa peke yake. Lakini hawa ndugu zetu waliendelea kufuata zile taratibu za kanisa. Walikuwa wakisali sala mbalimbali, na hasa kwenye jumuiya, na basi jumuiya yao ni mashahidi, na basi walishiriki taratibu nyingine za kanisa. Ndio kusema walijitahidi kuyaunganisha maisha yao na Mungu. Na hata kabla ya umauti kuwakuta, walikuwa walishapanga pamoja nami kwamba baba paroko, sisi mwaka huu ni lazima turekebishe maisha yetu. Vipi? Kwamba hawa ndugu walikuwa hawajafunga ndoa. Kwa hiyo baba jina Antoni Hilari alinitaarifu kuhusu jambo hilo ni wiki 3 kabla ya umauti kuta. Na basi kwa sababu hiyo umauti ulivyowakuta, nikaona nia yao ilikuwa ni njema. Walikuwa na tamaa ya kurekebisha maisha, na tamaa ya kurekebisha maisha, kutoka katika maisha ya kizuizi, kuishi katika maisha ya uchumba sugu, na kwenda katika maisha ya masakramenti, maisha ya wanandoa, familia yenye ndoa. Basi ni kwa sababu hiyo tumekusanyika hapa kuwaombea kama wapendwa wetu msamaha wa Mungu, ili basi kwa sababu kifo kimewakuta wakiwa hawajajiandaa kutoka katika kizuizi hicho cha uchumba sugu, basi Mungu mwenyewe mwenye huruma afanye nini? Awaone, awaangalie na awatunze kwa yale mema ambayo basi walikuwa wakiyafanya kwa watu na kanisa lake. Awatunze kwa yale mema ambayo walikuwa wanayafanya kwa watu pamoja na kanisa lake. Ndio kusema basi wakati tunafanya jambo hilo, sisi wote ambao tuko hapa kuombea ndugu zetu, lakini basi sisi pia ni wasaa mzuri wa kujiombea sisi wenyewe. Hatujui kifo kitatukuta katika hali gani. Sasa ni sawa pia kujiombea sisi wenyewe. Na zaidi sana na tujiombee, tuweze kutambua, tuweze kuwa na utambuzi kwamba uhai ni zawadi. Uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anavyotupatia zawadi hii, sisi wajibu wetu ni kuutunza, kuulinda na kuutetea. Kuutunza, kuulinda na kuutetea uhai. Uhai sio wako, ni wa nani? Ni wa Mungu. Uhai ni wa Mungu. Kwa hiyo sisi ambao tumebahatika kupewa zawadi hiyo ya uhai,
tuwe watu wa shukrani katika maisha. Tuwe watu wa shukrani katika maisha. Na shukrani kubwa ambayo tunaweza kumuonyesha Mungu ni kuishi vizuri. Kuishi vizuri tena kwa upendo na watu ambao Mungu amewaumba kwa sura na mfano wake. Tuishi kwa upendo na watu wote, kwa sababu katika watu hao kuna sura ya nani? Ya Mungu. Lakini pia tuishi na upendo na muumba wetu. Tuishi katika hali ya upendo na nani? Na muumba wetu. Tukionyesha kwamba tunajali, tunathamini hiyo zawadi ya uhai ambayo amefanya nini? Ametupatia. Pendo tu ndio unajenga. Kumbe basi hakuna sababu yoyote ile ambayo inapaswa ikufanye uweza kufanya nini? Kudhuru uhai. Usiwepo na sababu zozote zile. Hata kama kuna kuchukiana, kuna namna fulani ya pengine kuona maisha kama ni mzigo, kuna changamoto nyingi, lakini zisitufikishe katika kufanya nini? Katika kudhuru uhai, kwa sababu sio nini? Sio wako. Kwa hiyo nawasihi ndugu zangu, tujiombee. Wakati tunaombea na sisi tujiombee hilo. Lakini lingine pia tuombe. Tuombe pia Mungu atuwezeshe kutumia huo uhai kuishi maisha safi. Kuishi maisha safi. Maisha ambayo yanampendeza nani? Maisha ambayo yanampendeza Mungu. Maisha ambayo yanampendeza Mungu. Tusiwe watu kama watu ambao tumejigairi. Sema ponda mali kufa waja. Tuwe watu wenye busara katika maisha. Tuwe watu wenye nini? Wenye busara katika maisha. Somo la Injili limetuambia. Somo la Injili limefanya nini? Limetuambia iweni. Somo la Injili tumesikia kwamba kuna wanawali wangapi? Wanawali 10. 5 kati yao walikuwa wenye busara. Na 5 walikuwa nani? Wapumbavu. Wenye busara walikuwa tayari wakati wowote. Walijiandaa kumlaki bwana harusi. Walijiandaa. Ni busara. Na sisi basi katika maisha yetu tujiandae. Tujiandae kukutana na kifo. Tujiandae kukutana na nini? Na kifo. Tuwe watu wenye busara katika maisha. Jiandaa kukutana na kifo. Kwamba tutaweza kuhesabika kwamba tunastahili kulakiwa, au kifo kinaweza kuwa mlango kwetu kwenda mbinguni endapo tutakufa katika hali ya nini? Ya neema. Hali ya neema. Kwa hiyo kila wakati katika maisha yetu tujitahidi tuwe wenye busara. Ni busara, sio kama hao wengine. Kuna watu ambao wanaishi maisha utafikiri kwamba maisha yetu ni mafupi sana. Tukiwa na afya, maandiko matakatifu yanasema ni miaka mingapi? 70. Hata ukiwa na miaka 100. Kwa hiyo hata kuwa na miaka 100, lakini jifunze kuishi maisha kwa busara. Ukitambua kwamba maisha yana mwisho, na mwisho ni nini? Ni kifo. Lakini mtu anavyokufa, mwili ndio unawekwa kaburini, lakini roho haifi, inarudi kwa yule alifanya nini? Inarudi namna gani? Inarudi kwa namna gani? Sasa hilo ndio swala la msingi. Tuwe watu ambao tuna busara katika maisha. KM Online TV.